Ndio mitume, basi miongoni mwa majambo hayo ni hili suala la kuoana. Kwa hiyo ni suala katika miongoni mwa mambo sunna, hili ni sunna mno, na hasa kwa nyakati tulizokuwa nazo. Nyakati zimeharibika, nyakati zina vurugu, ndio maana sheria ikatuambia kuna wakati kuoa kunawezekana kukawa ni wajibu, kuna wakati ni wajibu kuoa, na kuna wakati ni sunna kuoa, na kuna wakati ni haramu kuoa. Nitafafanua hapo. Inakuwa wajibu kama mtu ashafikia kuoa na uwezo anao wa kummiliki mke, kisha huyu hawezi kujizuia na maovu, basi yeye ni lazima aoe. Na kama hakufanya hivyo, maana yake atakuwa anapata dhambi, kwa sababu ana uwezo wa kumiliki mke lakini hataki tu, lakini anafanya uzinifu kila siku yaendao kwa Mungu. Mtu huyu anapata dhambi. Kwa maana hiyo anatakiwa aoe, ni wajibu wake kuoa, kama ambavyo ni wajibu kuswali, na usiposwali si dhambi na utakuja kuulizwa. Basi hivyo hivyo tukizungumzia maana ya wajibu ni kwa maana hiyo, kwamba mtu anaweza kumiliki mke na kafikia kweli eji ya kuoa, lakini hataki tu kuoa, bado anahitaji starehe za kidunia kwa kufanya machafu, basi huyu ni wajibu, lazima aoe. Lakini ya pili ni sunna. Umefikia eji ya kuoa na unaweza kumiliki mke, lakini vile vile unaweza kujizuia na uzinifu, wewe kuoa ni sunna. Ndio kama hii sunna mitume, kwa sababu mitume wao si wenye kutenda dhambi, Mwenyezi Mungu amewahifadhi. Kwa hiyo wao swala la kuoa lilikuwa ni sunna tu. Kwa hiyo na sisi kwa kuwafuata wao tunasema ni sunna kwa maana hiyo. Lakini kuna kuoa ni haramu, eji ya kuoa umefika, lakini huna uwezo wa kumiliki mke kwa maana ya malazi, mavazi, na chakula. Uwezi hilo, wewe kuoa ni haramu, kwa sababu lau utamuoa binti wa watu ataenda kupata tabu, na dini ya Uislamu haikuja kuleta madhara kiasi hicho. Alislamu mabniyun ala jalbi almasalihi wa daf'i almadar. Uislamu umejengwa katika kuondosha madhara na kuleta maslahi. Huo ndio Uislamu. Bwana Abdul Shakuru leo ameoa. Unachomuhusia ni uvumilivu katika maisha yake ya ndoa, kwa sababu mwanamke ana vitimbi vikubwa mno. Kuliko hata sheitani. Kwa hiyo tunahitaji awe mvumilivu na kutumia lugha za busara pale anapoona mke anakwenda wrong. Mwenyezi Mungu anasema inna kaidahunna adhim, vitimbi vya wanawake ni vikubwa mno. Lakini sheitani, wakana inna kaida shaitani kana dhaifa, vitimbi vya sheitani ni dhaifu. Mwanamke vitimbi vyake ni vikubwa, ni vizito. Sheitani vitimbi vyake ni vyepesi. Kwa maana niseme kuzingatia sana kwamba mwanamke anaweza kufanya kwa kweli ukaishi katika maisha magumu sana. Kwa hiyo kimsingi Bwana Abdul Shakuru anatakiwa ajue hilo, lakini si yeye tu, na sisi sote ambao pengine tushaoa, wengine hawajaoa. Suala la kumiliki mke ni suala ambalo linahitaji hikma, linahitaji busara, linahitaji lugha nzuri, linahitaji kwa kweli umakini mkubwa, kwa sababu mwanzo ulikuwa ukijiendesha mwenyewe, lakini mnapokuwa wawili, manake tayari watu wameongezeka, bado hujazaa,
na hivi na vile. Kwa hiyo unahitaji ujasiri na uvumilivu mkubwa sana. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sekta kama hii anasema yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Kama kweli tunaoa kwa maana ya ibada, basi hata kama tuogopea umaskini, Mwenyezi Mungu anasema hapana, msiogopee. Hata mkiwa maskini, basi Mwenyezi Mungu atakutajirisheni, atakutoshelezeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na fadhila zake. Sasa moja katika faida za riziki za kuoa ni mambo kwenda vizuri. Si vinginevyo Mwenyezi Mungu hawezi kusema maneno alafu yakawa hayafanyi kazi. Kama hayafanyi kazi, natakiwa urudi nyuma step 1 2 ufikirie nimejikwaa wapi, kwa sababu mke naye ana riziki inatakiwa ipitie kwako wewe kama Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajaribu kuelezea kwamba hata masala ya riziki, kumbe ukioa yanakuwa yanatanuka zaidi. Na inshallah tulooa na ambao wanaoa na ambao hawajaoa, waombe Mwenyezi Mungu waoe, waungane na chama hiki, alafu hivyo Mwenyezi Mungu akijalia inshallah riziki zetu zipane inshallah. Masala ya riziki nayo yanatakiwa yaweke, kwa sababu bila riziki kuwa sawa maelewano hayo madogo sana. Hii inajulikana. Inshallah nisichukue muda mwingi, na mimi sio mzungumzaji kabisa, na siwezi nimejitahidi tumbele na siku zangu hapa. Inshallah kama nitakosea mtanisamehe. Ni mwanadamu, al-kamalu lillah, siku zote Mwenyezi Mungu ni mwenye ukamilifu. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. na imetimu kwa sheria Kiislamu. Ndoa yao ni adhimu, kila mtu afahamu. Imefungwa na imetimu kwa sheria Kiislamu, kwa radhi zake Rabbuka. Inshallah, inshallah, inshallah.
harusi imeshakuwa, Mola amewajalia. Inshallah, 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 baraka tele. Inshallah, 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 baraka tele. Kwa bwana harusi na bi harusi, 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 wakae hadi milele. Heri min Allah, heri ya harusi. 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 Wa baraka za Mtume wazae mke na mume. Heri min Allah, heri ya harusi. Wa baraka za Rasuli maisha yawe mazuri. Heri min Allah, heri ya harusi. Wahifadhi ya Qahari mabaya yalokithiri. Heri min Allah, heri ya harusi. Kwa kweli wamependana ndo maana wakaoana. Heri min Allah, heri ya harusi. Sallallahu ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما وفي بالمدينة المنورة أبوه وذو الله. وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية، كان للزمان أن ينجلي عنه